Pasaka tutapafika na tutapagusa, lakini kiukweli lile ni eneo la pili katika eneo la Pasaka. Na ili ujue maana ya Pasaka ni lazima ujue Pasaka ni nini. Lazima ujue Pasaka ni nani. Pasaka ni nani? Unaposherekea, unapokula, unapokunywa, unapofurahia, cha kwanza lazima ujue Pasaka ni nani. Na usipojua Pasaka ni nani, utaishi katika maisha ya kufurahia na kushangilia, lakini hautajua msingi wa kuwepo Pasaka, au hautajua sababu ya Pasaka kuwepo. Lakini ukijua Pasaka ni nini, ndipo sasa utaadhimisha Pasaka au utaadhimisha sikukuu ya Pasaka ukiwa na majibu sahihi ya kile ambacho Pasaka imefanya katika maisha yako. Yesu asifiwe. Amen. Katika uhalisia wa Pasaka ni nani? Jambo la kwanza, Pasaka ni Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Pasaka ni nani? Yesu Kristo. Na ukitaka kujua Pasaka ni Yesu Kristo, ni lazima urejee katika lile ambalo Kristo amelifanya ili yeye aitwe Pasaka. Maana yake, ili tuipate Pasaka kamili na ili tuone habari za Yesu Kristo kama ndiye Pasaka, ni lazima tuanze mwanzo wa maandiko katika kile kitabu cha Mwanzo ambacho ndicho chanzo cha mambo yote. Sasa hatutaweza kuingia katika Pasaka ya pili katika kitabu cha Kutoka ikiwa kwanza hatujajua Pasaka ni nani. Yesu asifiwe. Yesu Kristo ndiye Pasaka ambaye kupitia kwake tumepata kukombolewa au tumepata ukombozi. Haleluya. Sikiliza, Pasaka ni Yesu Kristo, na Yesu Kristo ndiye Pasaka ambaye kupitia kwake tumepata kukombolewa au tumepata ukombozi. Sasa tuangalie Pasaka mwanzo kabla ya sheria, jinsi ambavyo Kristo anavyojifunua katika kitabu cha Mwanzo, ili tuone kwamba yeye amekuwepo toka mwanzo, wakati wa kuumbwa dunia na katika anguko la mwanadamu, yeye Yesu Kristo amekuwepo. Na hapo ndipo tunaona sasa jinsi ambavyo Kristo anavyojidhihirisha kama yeye ndiye Pasaka. Katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 7, tutaenda kuanza hapo. Inasema katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 5 mstari wa 7. Ndiyo. Biblia inasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, pate kuwa donge jipya, ndiyo, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, ndiyo, maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kwa sadaka, ndiyo, yaani Kristo. Yaani nani? Kristo. Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona jinsi ambavyo tayari Paulo anachokizungumza juu ya habari ya nini? Ya Pasaka, ambaye sasa ndiye yule Yesu Kristo mwenyewe anayezungumzwa. Lakini pia katika ushahidi mwingine, ili kuona ya kwamba
Pasaka ndiye Yesu Kristo kabla ya sheria. Hebu angalia katika kile kitabu cha Ufunuo ile sura ya 13 mstari ule wa 8. Ufunuo 13 mstari wa 8. Ndiyo maandiko yanasema, ndiyo, na watu wote wakaao juu ya nchi, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo, aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Aliyefanya nini? Aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya nini? Ya dunia. Yesu atusaidie sana. Hapa ndipo sasa utaona jinsi ambavyo kumbe Yesu Kristo ndiye Pasaka ya kwanza kabla ya sheria, na anadhihirishwa pale ambapo tayari mwanadamu ameingia katika anguko la dhambi, pale ambapo Mungu alipomchinja yule mnyama. Wakati mwanadamu ameingia katika aibu, tayari utaona kuna mnyama ambaye alichinjwa, na katika kuchinja yule mnyama damu ikamwagika, na katika kumwagika damu ya yule mnyama tayari Mungu akachukua ngozi ya yule mnyama akamvisha mwanadamu. Ni nini ambacho Mungu alikuwa anakifanya? Ilikuwa ni kuondoa aibu ya mwanadamu. Maana yake dhambi ni aibu. Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana katika Ufunuo inathibitisha katika habari ya kumwonyesha Kristo aliyekuwepo toka mwanzo, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya nini? Ya dunia. Maana yake sasa yule mnyama anadhihirisha habari ya kumfunua Yesu Kristo, na ndio maana kuanzia katika Mwanzo mpaka Ufunuo, katika vitabu vyote vya ndani ya Biblia hakuna kitabu chochote ambacho hakikuwahi kumfunua Yesu Kristo. Yesu asifiwe. Sasa utaona kwamba Pasaka ni ukombozi, na ukombozi juu ya mwanadamu. Na kwa nini Yesu atukomboe? Nini tumefanya mpaka Yesu atukomboe? Jambo la kwanza, mwanadamu wa kwanza hakutii Mungu. Kwa nini Pasaka tunamwona ni Kristo, na kazi ya Kristo alifanya kumkomboa mwanadamu? Na kwa nini mwanadamu akombolewe? Utaona ya kwamba sababu ya kwanza, mwanadamu wa kwanza kutii Mungu, katika kile kitabu cha Isaya ile sura ya kwanza mstari wa 19, naomba usome. Isaya 1:19. Maandiko yanasema, ndiyo, kama ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Endelea. Bali kama ukikataa na kuasi, utaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Mungu akubariki sana. Unaona sasa shida ya mwanadamu wa kwanza, na mpaka Yesu Kristo anaonekana kuchinjwa akifananishwa na mwana-kondoo, ni kwa sababu ya kuhitaji mwanadamu amkomboe. Na kwa nini mwanadamu akombolewe? Ni kwa sababu hakukubali kutii. Maana kile ambacho Mungu alichokuwa amemwagiza atii, hakukitii, na kwa sababu aligairi kutii, ndipo sasa mwanadamu akaingia katika uasi. Yesu atusaidie sana. Amen. Lakini jambo la pili,
Lakini jambo la pili, mwanadamu wa kwanza hakukubali kulitii neno katika kile ambacho Mungu alichomweleza katika neno lake, kwa sababu alimpa kanuni na utaratibu wa jinsi ambavyo atafurahia yale maisha katika bustani ya Edeni. Alikuwa Mungu anachukua muda wa kuzungumza na yule mwanadamu. Sasa utaona mwanadamu pia akaonesha roho ya kutokulitii neno. Kuna madhara makubwa ya mtu kulikataa kulitii neno. Katika kile kitabu cha Mithali ile sura ya 13 mstari wa 13, naomba some. Inasema Mithali 13 mstari wa 13, maandiko yanasema, ndiyo, kila aliyedharau neno, kila anayedharau neno hujiletea uharibifu, bali yeye aiogopaye amri, atapewa thawabu. Yesu atusaidie sana. Chanzo cha kumuona Yesu Kristo ni Pasaka, na chanzo cha Yesu kumkomboa mwanadamu ni sababu ya roho ya kutokulitii neno mwanadamu, pale ambapo Mungu alipoagiza mwanadamu asifanye kile ambacho Mungu amekikataa. Na kwa maana hiyo, unapokaidi neno au Mungu anaposema na wewe katika habari ya neno lake, tunahitaji tulitii neno la Bwana. Lakini tusipolitii neno la Bwana, madhara yake ni makubwa. Na ndio maana Biblia imesema katika Mithali 13:15 nasema, kila alidharau neno hujiletea uharibifu, bali yeye aiogopaye amri atapewa thawabu. Yaani kila anayelidharau neno, hakuna mtu au binadamu yeyote aliyewahi kulidharau neno akaishi salama. Kila aliyelikataa neno, kila aliyelidharau neno, kila aliyeona neno halifai, alijiletea uharibifu, kwa sababu neno ni uzima. Si mtu mmoja aseme amina? Amen. Neno ni nini? Uzima. Ni uzima. Hakuna mtu ambaye alidharau neno akaishi salama. Hakuna mtu ambaye alidharau neno akapata amani. Hakuna mtu ambaye alidharau neno akafanikiwa. Mafanikio yetu yote yanatokana na jinsi ambavyo tumelisikia neno na tukalitii neno. Na ndio maana katika Isaya Biblia imesema katika ile sura ya 1 mstari wa 19 ya kwamba ukitii utakula mema ya nini? Ya nchi. Lakini ukikataa na kuasi utaangamizwa. Kila yeyote aliyelidharau neno aliangamizwa. Yesu atusaidie sana. Sasa utaona jinsi gani sasa ambavyo yeye Yesu Kristo anaonekana kuwa Pasaka kabla ya sheria, toka wakati ule mwanadamu alipoliacha neno la Mungu, alipokaidi habari ya neno la Mungu. Unapolikaidi neno la Mungu, unapolidharau neno la Mungu, tegemea uharibifu, tegemea kufa kiroho na hata kimwili, kwa sababu neno la Kristo ni uzima wetu. Yesu atusaidie sana. Sasa hapa tumeona Pasaka kabla ya sheria, yaani Yesu anavyoanza kumkomboa mwanadamu kutoka katika mateso ya dhambi. Habari ya Yesu Kristo kuanza kumkomboa mwanadamu
ni toka pale katika anguko la bustani ya Edeni, si katika habari ya wakati ule wa Misri. Yesu atusaidie sana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si katika habari ya kule Misri, lakini mwanzo wa Mungu kuandaa jinsi gani ambavyo mwanadamu akombolewe ni toka wakati ule mwanadamu amemkosea Mungu, toka wakati ule mwanadamu ametenda dhambi. Na kwa nini Mungu afike viwango akubali tena kumkomboa mwanadamu wakati tayari mwanadamu ameasi? Jambo la kwanza ni gharama aliyoitumia Mungu kumuumba mwanadamu. Isingalikuwa ni kawaida Mungu kumhurumia mwanadamu wakati mwanadamu amekaidi, ameacha kukubali kulitii neno, lakini pia amekataa kufuata maelekezo ya Bwana. Maana yake Mungu angemwacha mwanadamu akapotea, na Mungu angemwacha mwanadamu apotee, maana yake isingeliwezekana hata yule mwanadamu ambaye tunamuona katika nchi ya Misri, ambapo ndipo ukombozi tena unafika pale, asingeliweza kufika pale ikiwa kwamba pale mwanzo kama Mungu angelimkataa mwanadamu. Lakini baada anaendelea kumfuatilia. Ni kwa nini anaendelea kumfuatilia? Ni kwa sababu ya gharama na thamani aliyoifanya Mungu ya kumuumba mwanadamu. Na ndio maana mwanadamu ni kiumbe tofauti na viumbe vyovyote. Na hapa ndipo sasa tunahitaji tumwangalie mwanadamu jinsi ambavyo Mungu ameanzana na mwanadamu toka katika habari ya uumbaji wa mwanadamu, wa Mungu juu ya mwanadamu. Yesu asifiwe. Amen. Sasa tuangalie katika kile kitabu cha Mwanzo. Mwanzo kitabu cha Mwanzo naomba tuende hatua kwa hatua, mstari kwa mstari. Hebu soma katika Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa kwanza. Inasema Mwanzo 1:1. Ndiyo. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Na nchi ilikuwa ukiwa. Tena utupu. Tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Na giza vilikuwa vimetanda juu ya vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya vilindi vya uso wa nini? Wa maji. Hapa tunaona ni Roho Mtakatifu. Maana Roho ya Mungu tunamuona Agano la Kale kwamba alikuwa ndiye Roho Mtakatifu aliyekuwa ametanda juu ya vilindi vya maji. Hapo najua ni nini? Tunamtafuta huyu mwanadamu ambaye amemkosea Mungu. Nini ambacho Mungu amekifanya kwake na mwanadamu amepatikanaje? Sasa utaona hapa sasa Roho Mtakatifu anadhihirishwa, amekuwepo na alikuwepo hata wakati ule wa uumbaji juu ya vitu vyote katika dunia hii, lakini hata juu ya mwanadamu. Hebu endelea. 3 inasema Mungu akasema iwe nuru. Ndiyo. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Ndiyo. Mungu akatenga nuru na giza. Ndiyo. Mungu akaita nuru mchana. Ndiyo. Na giza akaliita usiku. Ndiyo. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Ndiyo. Siku moja. Ndiyo. Mungu akasema, ndiyo, aliwe anga katikati ya maji. Ndiyo. Likayatenge maji na maji. Ndiyo.
Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga, ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Sawa. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambapo mbegu zake zimo ndani yake. Juu ya nchi ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzaao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Mungu akasema, na iwe mianga katikati ya anga la mbinguni, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana, ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, na kuutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne. Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenyewe uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukaye kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibariki akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Mungu akasema, nchi izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na kwa mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tulia hapo. Katika ule mstari kwanza, ukiangalia katika sehemu yote ya uumbaji, kuanzia ile sura ya kwanza mpaka kuja eneo la uumbaji wa mwanadamu, ni Mungu anaandaa habari ya uumbaji juu ya vitu na hata habari juu ya mwanadamu. Huwezi ukanielewa. Ukamilishaji wa Mungu wa uumbaji unaanzana na sura ya pili. Yesu atusaidie. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana utaona sasa watu wengi, hata wale ambao wanaingia kugoshi maandiko, wakishaona ile sura ya kwanza 26 katika habari ya Mungu kumuumba mwanadamu, halafu sasa akaja kuchukua ile sura ya pili, unaona, akija kuchukua ile sura ya pili mstari wa 7, anakuonesha kwamba eti Mungu ameumba watu wawili tofauti, wakati sura ya pili ndiyo inayokamilisha ile sura ya kwanza ya Mungu katika habari ya uumbaji. Katika ule mstari wa 26 katika ile sura ya kwanza utaona kila ambacho tayari Mungu anavyojifunua katika wingi, na hapo ndipo tunaliona neno la Elohim. Elohim maana yake ni Mungu katika wingi, akithibitisha habari ya yeye alivyotenda kazi ya uumbaji juu ya mwanadamu katika wingi wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na ndio maana unaona anatumia neno la wingi, na tumfanye mtu kwa mfano wetu.
Hapo anadhihirisha habari ya uumbaji wa jinsi ambavyo Mungu anavyomuumba mwanadamu, lakini katika sura ya 26 ni maandalizi ya mwanadamu, jinsi gani anavyotaka kuwa, anavyohitajika awe. Na ndio maana anasema ya kwamba na tumfanye kwa sura yetu. Maana yake pale mwanadamu anaandaliwa, lakini bado hajakamilishwa. Yesu atusaidie sana. Amen. Pale mwanadamu anaandaliwa, hajakamilishwa. Yesu atusaidie. Ukamilishwaji wa mwanadamu katika uumbaji wa Mungu, tunaenda katika ile sura ya 2 mstari wa 7. Hebu soma. Inasema Mwanzo 2 mstari wa 7. Ndiyo. Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya nini? Ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nini? Mtu akawa nafsi hai. Sijui kama hapo kuna kitu umekielewa. Sasa usichukue ile sura ya kwanza ya ule mstari wa 29 ukaona ukamilishaji wa Mungu juu ya mwanadamu. Hapana, ukamilishaji juu ya mwanadamu unathibitishwa katika sura ya 2 ule mstari wa 7, kwa sababu mwanadamu alikuwa ameshaandaliwa, aliandaliwa katika ile sura ya 26, lakini kukamilishwa mwanadamu, kuwepo katika ile sehemu ya uhai kama binadamu ni katika ule mstari wa ngapi? Wa 7 katika sura ya 2. Na ndio maana anasema ya kwamba Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki na upande wa Edeni, akamweka ndani yake mtu huyo alifanya nini? Aliyemfanya. Yesu atusaidie sana. Amen. Hapa ndipo sasa unaona gharama ya Mungu anayoionyesha juu ya mwanadamu, na hapa ndipo tunaendelea kufuatilia kwa nini Mungu anafuatilia mwanadamu wakati mwanadamu ameasi, wakati mwanadamu amekosea, wakati mwanadamu anaacha kutii, wakati mwanadamu anaacha kumsikiliza. Ni kwa sababu ya jinsi gani ambavyo Mungu alichukua sehemu ya pumzi yake akampulizia mwanadamu, lakini pia akaweka sehemu ya kufananisha naye katika ule utashi ambao hakuna kiumbe chochote ambacho kimefananishwa na Mungu zaidi ya mwanadamu pekee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Hicho ndicho ambacho kinachoendelea kufanya Mungu ahangaike juu ya mwanadamu katika hii dunia. Baada ya Adamu kuanguka katika dhambi, hakuna chochote kinachoweza kurejesha ukombozi kwa mwanadamu isipokuwa ni damu ya Yesu Kristo peke yake. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kitu kinachoweza kurejesha mahusiano ya kati yako wewe na Mungu. Hakuna chochote kinachoweza kuondoa dhambi zako katika maisha ya dunia. Hakuna chochote kinachoweza kukukomboa, kukutoa katika mateso ya dhambi zaidi ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Damu ya Yesu pekee yenye thamani zaidi ya damu zote, hiyo ndiyo pekee iwezayo kukusafisha, iwezayo kurejesha mahusiano kati yako wewe na Mungu. Hakuna damu yoyote iwezayo kurejesha mahusiano kati yako wewe na Mungu isipokuwa ile damu ya yule mwanakondoo aliyechinjwa aitwaye Yesu Kristo. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Katika kile kitabu cha Warumi cha Luka sura ile ya 19 mstari wa 10, hebu tuiangalie. Kitabu cha Luka 19 mstari wa 10. Ndiyo. Biblia inasema, kwa kuwa mwana wa Adamu
kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Unahisi ni kitu gani kilichopotea? Unahisi ni kitu gani ambacho Kristo anakuja kutafuta? Unahisi ni kitu gani ambacho Kristo kilichomondoa kwenye enzi yake mpaka akashuka duniani kwa ajili ya kukitafuta? Yesu atusaidie. Hapo ndipo ujue kilichomondoa Yesu Kristo katika kiti chake cha enzi akashuka duniani ni kwa ajili ya wewe na mimi tuliyekuwa tumepotea. Sasa kazi ya Kristo ni kuturejesha tena ili tufanyike tena kwa watoto wake. Amen. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Yeye kazi ya Kristo ni kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Katika mstari wa 7 katika Mwanzo ndio unakamilisha uumbaji wa Mungu juu ya mwanadamu, na mstari wa 26 ni sura ya kwanza, ni mstari wa kwanza ndio tunamwona Mungu akijifunua katika wingi katika uumbaji, akitumia neno Elohim, yaani Mungu katika wingi, katika sehemu ya Mungu katika kuumba. Katika ule mstari wa pili sura ya 16 katika kile kitabu cha Mwanzo, hebu naomba tusome tuone nini ambacho Mungu anazungumza mahali hapo. Mwanzo 2:16. Ndio inasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Bwana Mungu akamwagiza huyo Mungu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Matunda ya bustani yote ya mtu waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi na mema, matunda ya ujuzi wa mema na mabaya usile. Ndio maana siku utakapokula, matunda ya mti huu utakufa hakika. Unaona jinsi ambavyo sasa Mungu baada ya kuwa amemuumba mwanadamu katika hali ya uzuri, katika hali ya utakatifu, katika habari ya usafi, akamwandalia eneo zuri la kutulia, la kustarehe, la kujivinjari, akamweka mle. Na uzuri wa Mungu hajamficha kitu. Yesu atusaidie sana. Amen. Na ndiyo kazi ya Mungu anaifanya. Mungu hajawahi kutufisha chochote, hata kama unaangamia na dhambi, lakini Bwana amekuonya. Hata kama umekuwa kaidi, lakini Bwana amesema na wewe, amekupa maelekezo. Mungu akamwambia Adamu. Yesu asifiwe. Amen. Mungu akamwambia nani? Adamu. Maana yake tayari Mungu ndio alikuwa amefanya kumuumba nani? Kumuumba mtu ambaye ndiye Adamu. Usikiliza vizuri. Na huyo Adamu ndiye anayepewa maelekezo. Katika mstari wa 16 anamwambia Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana hiyo siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Alishia hapo? Hakuishia hapo, aliweka na msisitizo, akasema hakika ni msisitizo wa agizo ambalo Mungu analozungumza na kanisa leo, Mungu analosema na sisi. Yesu atusaidie sana. Amen. Unaona, namwambia, akamchukua yule mtu akampa maagizo. Unaona, akamwambia huyo mtu. Maana yake hapa katika habari ya lugha fasaha alimwambia mtu huyu, sio watu. Maana yake Eva hakuwepo,
aliagizwa mwanaume, kwa sababu mwanaume Adamu ndiye aliyekuwa amebeba mamlaka ya kitawala. Anaagizwa usile haya matunda. Na leo kanisa ni lazima tukemee dhambi. Ni lazima tukwambie, unapoenenda katika maisha haya ya dhambi utakufa, na sio kufa tu, hakika. Na ndicho ambacho Mungu alichomwambia yule Adamu. Akamwambia, sikiliza, kuna miti miwili hapa, kuna ile la ujuzi wa mema na nini na mabaya. Anamwambia kwamba kuna walakini matunda ya mti wa ujuzi na mema na mabaya, sawa, usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. Yesu atusaidie. Mwambie mwenzako, acha hiyo dhambi, utakufa. Acha hiyo dhambi, utakufa. Wewe umeishi, utakufa. Wewe mwambie hakika. Hebu weka na nyongeza. Unajua watu wanapenda kuongezewa, na ndio maana unapoenda sokoni huwa unapenda kuongezewa. Unasema hebu niongezee kidogo. Sasa ndiyo kanuni ya mwanadamu. Maana yake akipewa kile ambacho ni halali yake, anasema akijatosha anapenda kuongezewa. Sasa habari ya hakika ni nyongeza ya msisitizo ambao Mungu alimwagiza Adamu, akamwambia usile, ukila utakufa. Na ijulikane ya kwamba sifa moja wapo ya Mungu ni Mungu asiyesema uongo. Mungu akisema amesema, na anasema mimi si Mungu nisemaye uongo kama mwanadamu. Maana yake neno la Mungu ni amina na hakika. Alipomwambia yule Adamu ya kwamba utakufa, Adamu alifikiri ni kamchezo. Maisha naelewa. Anasema huyu sasa si tunaongea naye kila wakati mpaka imefika viwango vya kuwa mimi na Mungu tunacheka, tunatania. Uzuri wa Mungu ataniaga, akikwambia ndio ni ndio, akikwambia hapana ni hapana. Yesu atusaidie sana. Hapa Mungu anampa maagizo Adamu akiwa peke yake, bado Eva alikuwa hajaumbwa. Maana yake tayari Adamu ndiye aliyekuwa na mamlaka, ndiye aliyekuwa amebeba utawala. Yesu atusaidie sana. Amen. Soma katika ile mstari wa 18. 18 inasema, Bwana Mungu akasema. Mstari wa 18 ni maandalizi ambayo Mungu anaanza kuiandaa ya jinsi gani Adamu awe na mwanamke. Si vyema mtu huyu awe peke yake. Si vyema mtu huyu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika nchi ardhi kila mnyama ndio wa msituni ndio na kila ndege wa angani. Akamletea Adamu ili aone atawahitaji ndio kila kiumbe hai. Ndio jina alilokiita Adamu ndio likawa ndilo jina lake. Ndio Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Ndio Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Bwana Yesu asifiwe. Utaona katika sura ya 18 ni mchakato wa Mungu kwa ajili ya kumpa Adamu mwanamke. Naposoma Biblia lazima uelewe. Na tayari unaona Mungu alichokifanya wakati bado hajampa mwanamke. Kwanza anamletea wanyama ambao tayari Mungu amewaumba, anamkabidhi nani? Adamu, ili kila mnyama aitwe jina na nani? Na Adamu. Sasa hapa ndipo sasa utakuja sasa uelewe habari ya jinsi ambavyo Adamu alivyoumbwa na jinsi ambavyo Eva amepatikana wakati tayari Adamu ameumbwa. Sasa kilichofanyika
Baada ya kuwa Adamu alipoonekana na upweke, inaonekana kazi ni moya ngumu, ndipo akatazama wale wanyama wote ambao Mungu aliyokuwa amemwagiza awaite majina. Biblia inasema akakosa mtu wa kufanana naye, wala hakuona mnyama yeyote anayeweza kukidhi haja zake na wala hata kuwa msaidizi. Yesu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Katika mstari wa 21 mpaka mstari wa 22, Mungu hapo utaona ndo mstari inayoonyesha uumbaji wa Eva kutoka kwa nani? Kutoka katika ubavu wa Adamu. Soma 21 mpaka 22. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja. Kwake. Akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliotoa katika Adamu. Bwana Mungu akaufanya mwanamke. kuwa ndiye mwanamke. Akamleta kwa Adamu. Yesu asifiwe. Sasa unaona hapa nyuma wakati Mungu anazungumza na Adamu alikuwa peke yake. Hapo utanielewa. Hapo Eva hakuwepo. Sikiliza. Katika nukuu ambayo tumeimaliza ya ile sura ya 2 mstari wa 16, wakati Bwana Mungu alipomwagiza huyo mtu, maana yake Eva hakuwepo. Sio ujiseme kwamba aliwaagiza wasile tunda. Unaposema uliwaagiza, maana yake umeenda nje na muktadha wa neno, unaongeza la kwako. Aliwaagiza alikuwa na nani? Maana yake Adamu alikuwa peke yake, na ndio maana anasema katumia neno huyo mtu, maana yake anaonyesha habari ya mtu mmoja. Hapa maelekezo anapewa Adamu, na ndio maana tunapookolewa, habari ya wokovu ni wa mtu na Mungu, sio wa watu na Mungu. Amen. Bwana alipokuokoa alisema na wewe peke yako. Bwana alipokuita alikuita wewe peke yako, na ndivyo hata leo Bwana anasema na wewe. Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Sasa utaona tayari Adamu anakuwa na familia. Unaona tayari Adamu anaanza kuwa na familia. Utaona ndio mstari ambao unaonyesha jinsi ambavyo Mungu anavyompatia mwanamke Adamu na jinsi ambavyo Eva anavyotokea kwa Adamu. Katika ule mstari wa 23 katika hiyo Mwanzo sura ya 2, Adamu anafurahia kupewa mwanamke na ndo anamwita jina Eva. Soma. Inasema 23. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Huyu ni mfupa katika mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu. Na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke. Kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Ndiyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mstari wa 24 anasema, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake. Ndiyo. Naye ataambatana na mkewe. Ndiyo. Nao watakuwa wawili. Ndiyo. Nao watakuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona tayari Mungu alipompa Adamu msaidizi wake mwanamke, utaona jinsi gani ambavyo tayari Adamu anafurahia, na katika alilofurahia Adamu akamwita ndiye mke wake, lakini pia akaona fahari ya wao kuwa wawili na kuambatana. Yaani hapa tunakuleta ili
aliyoifanya juu ya kumuumba mwanadamu, lakini pia na jinsi gani ambavyo Mungu alivyomuumba mwanadamu, alivyomuumba katika utakatifu. Lakini pia lazima tukulete ili ujue kwamba ni nini kilichofanya Yesu amkomboe mwanadamu. Utaona jinsi gani ambavyo Mungu kusababisha atoke katika enzi na kuja duniani amkomboe mwanadamu ni kwa sababu ya mwanadamu aliyepewa maagizo ya kutii akaacha kumtii Bwana, na tayari alipoacha kumtii Bwana akaingia katika uovu, katika uasi. Yesu atusaidie. Katika ile sura ya 3 ndiyo sura inayokuja kufunua ule uasi wa mwanadamu wa kuacha ile maagizo ya Bwana. Na hapa ndipo sasa katika ule uovu wa ile sura ya 3 ndipo sasa tutakuja kumwona jinsi ambavyo Kristo anavyofunuliwa, wakati sasa Mungu alipokuwa akimchinja yule mnyama kwa ajili ya kuwavika mavazi yule Adamu na Eva. Yesu atusaidie. Sura ile ya 3 mstari wa 1 inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni, ndio aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani? Ndio. Mwanamke akamwambia nyoka, ndio, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani ya Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Ndio. Mstari wa ngapi? Nyoka akamwambia. Mstari wa ngapi huo? 4. Soma mpaka mstari wa 5. Nyoka akamwambia, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Yesu atusaidie. Unajua anguko la mwanadamu linaanzia hapa, na kuanzia hapa katika sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 5 ni mazungumzo kati ya yule mwanamke Eva na yule shetani. Na siri ya shetani hubadilisha uongo kuonesha kama ni kweli. Hiyo ndo kazi ya shetani, na ndiyo maana nataka niwaambie, wakati huu tulionao ni wakati wa hatari. Lazima ulijue neno. Usipolijua neno, watakuletea neno la uongo wakilifunika katika kweli, lakini ndani yake limeshagoshiwa. Na mimi ninazungumza kupingana na mtu mmoja, tena mtu mkubwa, tena anasema yeye ni prophet, maana yake ni mtume. Unaona, anasema hakuna siku ya unyakuo, maana yake anasema hakuna siku ya mwisho, na analidanganya kanisa kwamba hakuna siku ya mwisho, hakuna unyakuo. Maana yake anafanya uongo kuweka katika kweli, na mbaya zaidi anawaambia watu wa Mungu ambao wametarajia tumaini la kwenda mbinguni kwamba unyakuo juu ya mwanadamu eti ni siku ambayo amekosa hela, eti ule ndio unyakuo wake. Tena ni wahubiri wa ndani ya jiji la Dar es Salaam, na kuna watu wengi wanapotoshwa. Sikiliza, usipojua mbinu za adui lazima utapotea, kwa sababu kazi ya adui ni kulichukua lile neno ambalo yeye analijua ni la kweli, lakini anatengeneza kuligeuza, kulionyesha kwamba ni la kweli. Lile la uongo linabadilishwa, linapakwa kuonekana ni la kweli, lakini likiwa si la kweli. Na hii ndio sasa iliyoleta shida juu ya anguko la mwanadamu, kwa sababu yule Eva alikubali kumsikiliza shetani. Nasikiliza, usiruhusu adui akatengeneza mazungumzo ya wewe na yeye. Kazi ya adui ni kukupotosha. Yesu atusaidie sana. Na kanisa lazima tukubali kufundishwa, lazima tulikubali neno, tulifuatilie neno, lazima twende neno hatua
hatua, mstari kwa mstari, na tukiongozwa na Roho Mtakatifu ili kutufundisha ile kweli. Hapa ndipo anguko la wanadamu linaanza. Hapa ndipo adui anapata nguvu ya ushindi ya kumwangusha mwanadamu, kwa sababu tayari mwanadamu alimkubali shetani, akampa masikio, wakaanza stori. Hoja kuu, jambo ambalo Eva angelifanya wakati adui alipokuwa ameinuka katika habari ya kumwonyesha kweli ambayo ni uongo, ilipaswa Eva asifanye ukaribu na shetani. Hapo ndipo tunapokosea. Neno linasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Dawa ya kushinda dhambi ni kuikimbia dhambi. Hiyo ndiyo kanuni ya kushinda dhambi. Sema amina. Amen. Kanuni ya kushinda dhambi siyo ya kukaa katika dhambi na kusikiliza maneno ambayo hayana misingi. Tuone katika ushahidi katika neno Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Naomba usome Yakobo 4. Ndio. Mstari wa 7. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Maandiko yanasema basi mtiini Mungu. Pingeni shetani naye atawakimbia. Kanuni ya kushinda dhambi ni kumpinga shetani, na ukimpinga shetani naye anakimbia. Eva alichokifanya, yeye akatengeneza kikao na shetani, na ndiyo maana shetani akawa na muda mkubwa wa kuzungumza na Eva. Na ndiyo maana unaona ya kwamba kwa sababu shetani yule ambaye ni nyoka, aliyokuwa anaonekana kama nyoka, alikuwa ni mtu mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati ni neno linalotumika kama la mshangao. Ati amesema kwamba eti ukizini utapata virusi. Ati ni uongo. Tena nakupa na sababu, anakwambia mimi ni mwaka wa 18 ninazini, hakuna mimba wala hakuna virusi. Ati walikwambia hivyo? Ati yani ni jambo kama la kushangaza, yani la kukuonesha wewe ni kama mshamba fulani. Na hichi ndicho ambacho shetani anakifanya juu ya Eva. Anamwambia ati Mungu aliwaambia mkila tunda hili kwamba mtafanya nini? Mtakufa. Lakini kumbuka, wakati Mungu anazungumza habari ya kwamba wasile lile tunda, Eva hakuwepo. Si tumeangalia mstari wa 16? Ni Mungu alizungumza na Adamu, lakini shetani akagundua kupata nafasi ya kumshambulia ambaye hakuwa amepewa maagizo hayo. Sikiliza, anamwambia hivi, mwanamke naye akamwambia nyoka, huna sababu ya kujibizana na shetani, huna sababu ya kusema na shetani. Siku zote hakuna ukweli katika kinywa cha shetani, na Biblia inasema shetani ni baba wa nini? Wa uongo. Shetani hajawahi kusema kweli, na ndio maana mimi nashangaa, inafika wakati hata watumishi wa Mungu wanaanza kukemea mapepo, wanaanza kuhojiana, wewe ni nani? Umetoka wapi? Umetumwa na nani? Unaenda wapi? Unatoka wapi? Jaki kwambia nimetumwa na mke wako. Utafanyaje? Maana pepo ni shetani na hajawahi kusema uongo. Alafu bahati mbaya kuaibisha kwambia umetoka wapi? Alafu kwambia nimetoka kwako, na wewe ndo unajifanya unakemea ile pepo. Biblia inasema tumpinge shetani naye atatukimbia. Kazi ambayo tumepewa katika habari ya kuzungumza na shetani ni kumkemea na kumwambia toka. Hakuna mjadala.
Sina sababu ya kujibizana na adui shetani, maana najua yule ni baba wa uongo, ndani yake hajawahi kusema kweli. Haleluya, amen. Yesu atusaidie sana, amen. Unaanza kukemea pepo mpaka jasho linatoka, mnaulizana maswali. Wewe ni nani? Wewe nani? Mko wangapi? Unatoka wapi? Nimetoka pale karibu na nyumba yako. Pinga shetani kukimbie. Hakuna mjadala wa mahojiano kati yako wewe na adui shetani. Siku zote shetani huitengeneza uongo kuikuonyesha kama ni kweli, na ila kufanya kuangamize. Na hapa ndipo tunaona anguko la mwanadamu lilianza katika sura hii ya 3, lakini bado yule mwanamke anaendelea kujihami. Anaanza kuzungumza mstari wa 2, anasema mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani Mungu alituambia. Anafanya nini? Anatoboa siri, anatoboa siri. Mungu alituambia, Mungu alituambia miti ya bustani tunaweza kula, lakini mti huu wa katikati ya bustani Mungu amesema tusile wala tusiaguse, msije mkafanya nini? Msije mkafa. Unaona? Lakini ile hakika alisahau kuiweka. Unaona alivyo mjanja? Lakini huko Mungu alisema siku kila utakufa hakika, lakini bado huku naye mwanamke anasema tutakufa, lakini ule msisitizo hakumwambia shetani. Lakini katika ule mstari wa 4 tunayaona majibu ya nyoka sasa, ambayo ni majibu yanaonekana kama ni ya kweli, lakini si ya kweli. Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Na ndivyo kanisa leo linavyopotea. Leo yanaingia mafundisho yanayoweza kukuonesha ni kweli, lakini ndani yake kumejaa uovu, kumejaa kuangamizwa. Na ndio maana nimesema ya kwamba mtu anasimama na waambia watu hakuna unyakuo, hakuna siku ya mwisho, halafu anawaaminishia katika vitu vinavyoharibika katika ulimwengu huu kwamba unyakuo ni siku ambayo umekosa fedha, eti siku hela zikisha mfukoni ndio unyakuo. Hayo ni mafundisho manyonge na ni mafundisho ya shetani, na mafundisho hayo tuyakatae kwa jina la Yesu. Amen. Tusimame katika neno, lazima tulifuatilie neno. Katika ule mstari wa 4 shetani anaanza kutoa majibu yake, anasema nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Unaona, kwa maana Mungu ni mjanja, anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Naona anachokifanya, anajaribu kumwonyesha ya kwamba sio kweli kile ambacho Mungu amekisema. Ninataka nizungumze kanisa la Bwana, neno la Bwana ni kweli na ni amina. Kila alichokisema Mungu hakitabadilishwa. Yesu atusaidie sana. Amen. Katika ule mstari wa 5, sikiliza Biblia inasema, mstari ule wa 5, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Anatoa jibu ambalo jibu hilo ni jibu ambalo linakumwangamiza yule Eva. Lakini katika Mwanzo ile sura ya 39 mstari wa 7 mpaka 12 unasemaje? Mwanzo ile sura ya 39 mstari wa 7 mpaka wa 12 inasemaje? Jinsi ambavyo tunapaswa kuishinda dhambi, lakini jinsi ambavyo tunapaswa kumshinda adui shetani. Mwanzo 39 ndio mstari wa 7 inasema, ndio ikawa baada ya mambo hayo mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia lala nami. Mke wa Potifa akamtamani Yusufu, akamwambia lale naye, lakini akakataa. Lakini Yusufu, kwa sababu alikuwa ni mwadilifu, kwa sababu Yusufu alikuwa na mcha Mungu, kwa sababu Yusufu alikuwa na roho ya Bwana, akakataa. Akamwambia, tazama bwana wangu hajui kitu
kilichowekwa kwangu nyumbani. Bwana Yesu atusaidie. Na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Bwana Yesu atusaidie. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Ndio. Wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Ndio. Kwa kuwa wewe mkewe. Ndio. Fanyeje ubaya huu mkubwa nikamkosee Mungu? Ndio. Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku. Ndio. Lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ndio. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake. Ndio. Wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Ndio. Huyu mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Ikawa alipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake mkononi mwake, naye amekimbia nje, akawaita watu wa nyumbani mwake, akasema nao akinena, angalieni, mmetuletea mtu Mwebrania atufanyie dhihaka, ameingia kwangu ili alale nami. Nikalia kwa sauti kuu. Ikawa aliposikia kuwa nimepaza sauti yangu na kulia, aliacha nguo yake kwangu, akakimbia akatoka nje. Mungu akubariki. Yesu asifiwe. Amen. Unaona, jawabu la ushindi juu ya jaribu ni kufanya nini? Kimbia. Ni kukimbia. Yule Yusufu alipoelezwa na mke wa bosi wake ya kwamba alale na yeye, unajua majibu aliyompa? Alimwambia, sikiliza mke wa bosi, na kuheshimu, na huyu bwana alivyoniweka katika nyumba hii alinimilikisha vitu vyote, lakini habari ya kusema nimenilikisha na wewe nilale na wewe hajaniambia. Maana yake kitu ambacho Eva angemwambia Shetani, habari ya jambo hili la kula hili tunda, Adamu hajaniruhusu, hajaniambia, kwa sababu Adamu alishapata maelekezo kutoka kwa Mungu. Na yule mwanamke alipozidi kumsumbua yeye, Yusufu alichokifanya akamwambia, itakuwaje nimtende Mungu dhambi ya namna hii? Mungu nimkosee namna hii? Haitawezekana. Kilichomsaidia ni miguu, akakimbia, akaacha vazi lake, akamwacha yule mwanamke. Yesu atusaidie sana. Amen. Wakati mwingine tunaogopa kuishinda dhambi kwa sababu ya kukataa mateso. Wakati mwingine tunakataa kuiacha dhambi kwa kuogopa aibu. Lakini nataka nikwambie, dhambi ndiyo inayoleta aibu. Lakini pia jambo la pili nikwambie, usiogope kuiacha dhambi kwa sababu ya kuogopa mateso. Nataka nikwambie, mwenye haki ataishi kwa imani, hajarishi hata kama mtembea kwenye mateso, hata kama mtateswa namna gani, lakini simama na Bwana milele. Tangaza habari ya kuwa Bwana, simama na Bwana, simama na jina la Yesu. Yesu asifiwe. Amen. Hata kama watakuita mshamba, potelea mbali, lakini umeutunza utakatifu. Amen. Hata kama watakwambia hujielewi, wewe ni mshamba, waambie ndio, lakini mimi nabaki na utakatifu. Hata kama watakwambia wewe hautatajirika kwa sababu nilitaka nikutajirishe, nikupe mali zote nilizonazo uzimiliki, mwambieni naye Jehova aliye tajiri wa mabilionea. Amen. Amen. Maana yake kama ni utajiri, tayari mke wa Potifa alikuwa angemilikisha hata mali zote za mwanaume. Lakini yule Yusufu hakuangalia utajiri wa yule mwanamke jinsi ya kumilikishwa, aliangalia utakatifu na mahusiano yake yeye na Mungu. Nataka nikwambie, simama katika mahusiano yako wewe na Bwana. Usikubali kupoteza mahusiano ya wewe na Mungu wako. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Katika ule mstari wa 8,
katika ule mstari wa ngapi? Katika ule mstari wa 6 mpaka wa 8. Hebu soma. Tayari mwanadamu anaanguka katika dhambi. Inasema Mwanzo 6:8. Lakini Nuhu akapata neema. 3:6-8. Hatutoki hapo, tunaenda mstari kwa mstari. 3:6-8 inasema, ndio, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa chakula, ndio, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, ndio, basi alitwaa katika matunda yake akala, ndio, akampa na mumewe naye akala, ndio, wakafumbuliwa macho wote wawili, ndio, wakajijua ya kuwa wa uchi, ndio, wakashona majani ya mti, ndio, wakajifanyia nguo, ndio. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu, ndio, akitembea bustanini wakati wa jua kupunga, ndio, Adamu na mkewe wakajificha katikati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Yesu atusaidie sana. Utaona katika ule mstari wa 6 mpaka mstari wa 8, Biblia inasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti huo, kwa maana mstari wa 6, samani, katika mstari wa 6 Biblia inasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akafanya nini? Akala. Tendo la Eva la kufika hatua ya kula tunda ni baada ya kuona lile tunda linatamanisha. Sikiliza nikwambie, mtumishi wa Mungu, siku zote dhambi inatamanisha. Siku zote dhambi inatamanisha. Dhambi inavuta. Na ndio maana kabla haujaingia katika aina yoyote ya kutenda dhambi, kwanza ile dhambi na kuvuta inakutamanisha. Na utaona jinsi gani ambavyo tayari katika mstari wa 8 utaona kile ambacho tayari kinachozungumzwa. Unaona, wakati tayari alipochukua ile tunda kala, tayari akampa na mmewe naye akala. Unaona kitu kama hicho? Sikiliza, aliyeanza kula tunda ni nani? Mwanamke. Ni Eva. Si sawa jamani? Lakini angalia, wakati Eva anakula lile tunda hakuona shida. Kwa sababu gani? Mamlaka ya kitawala haikuwa kwa Eva, ilikuwa kwa mwanaume. Na habari ya neno hili la maagizo aliyotoa Mungu, aliyatoa kwa Adamu, hakuyatoa kwa Eva. Sasa Eva haikuwa na shida yeye kula sione chochote. Haikuwa na shida. Haikuwa na shida. Na wakati mwingine unaweza ukajikuta unaweka urafiki na mtu mwovu, na ukaona katika ule uovu anaofanya amefanikiwa, na hata kawa na kuonesha live ya kwamba hiki wanachozungumza kwamba kuna madhara ya uovu sio kweli, kwa sababu mimi niko vizuri, wala hakuna shida yoyote, na sijawahi kuona shida watu dhara yoyote. Na wewe kwa sababu hujajua, wewe unatembea na Bwana, lakini pia unaagana na Bwana, unakubali kudanganyika. Na unapodanganyika, tayari unapoenda kufanya ile dhambi, ule uwepo wa Bwana unaondoka. Na unapoondoka ule uwepo wa Bwana, unajikuta uko uchi. Sikiliza, dhambi ni aibu. Dhambi ni aibu.
aibu, inakuondolea ujasiri, inakuondolea heshima, inakuondolea vipawa na kalama. Na hata wakati mwingine unakimbia hata usipofukuzwa. Yesu atusaidie sana. Amen. Unakimbia hata usipofukuzwa. Jaribu siyo dhambi, lakini kushindwa na jaribu ndiyo dhambi. Adamu na Eva waliposhindwa kuishinda dhambi, tayari walianguka katika dhambi. Katika habari ya kujaribiwa, si katika habari ya kutenda dhambi, hapana. Lakini unaposhindwa na lile jaribu, ndipo unapotenda dhambi. Katika ile Mwanzo sura ya 4 mstari wa 6 mpaka wa 7. Mwanzo 4:6-7. 6-7 inasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, kama ukitenda mema, utapata kibali. Utapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni. Nayo inakutamani wewe. Walakini wapasa uishinde. Mungu akubariki sana. Unaona, wakati tayari Kaini ameingia kwenye shida ya jaribu ambalo tayari ilimchukulia ile hali ya kughadhibika na kuonekana kwamba amedharauriwa, alichokitoa hakina maana. Akaanza kumsagia meno ndugu yake na kuanza kumwona ya kwamba yeye ndiye hafai. Mungu kama amefanya upendeleo. Ndipo Bwana akajaribu kumwonyesha jinsi gani ambavyo hiyo dhambi anavyopaswa kuishinda, jinsi gani ambavyo anapaswa kuishinda. Mungu akajaribu kujifunua kwa Kaini, akamwambia, wewe ninavyokutazama tayari umeghafirika, lakini nataka nikupe tahadhari. Inapaswa hiyo dhambi ushinde, maana usipoishinda, tazama, mauti iko mlangoni. Na ndivyo ilivyo, tunahitaji kuishinda dhambi, na usipoishinda dhambi, mauti na kungoja. Iwe ya kiroho mauti, iwe ya kimwili mauti, inakungoja kwa sababu umeshindwa kuishinda dhambi. Yesu atusaidie sana. Amen. Na kwa sababu umeshindwa kuishinda dhambi, ile dhambi ni nini inachokutengenezea? Ile dhambi inakutengenezea aibu. Unaposhindwa kuishinda dhambi, ile dhambi, jambo la kwanza, inakutengenezea aibu. Katika kile kitabu cha Mithali, ile sura ya 28 mstari ule wa kwanza. Mithali 28 inasema mstari wa kwanza, waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali mwenye haki ni wajasiri kama simba. Ndio. Kwa sababu ya maasi ya nchi, wakuu wake huwa wengi. Hebu soma hiyo Mithali 28:1. Mithali 8:21 inasema, waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu. Waovu hukimbia wasipofuatiliwa na mtu yeyote, bali mwenye haki ni wajasiri. Bali wenye haki ni wajasiri kama nini? Simba. Kama simba. Dhambi inaondoa ujasiri. Hilo jambo lielewe. Yaani ukitenda dhambi hautaweza kufanya huduma kwa ujasiri kama ulivyokuwa unaifanya huduma kabla hujatenda dhambi. Utaona kila mtu ni kama amekutazama ulivyokuwa unafanya dhambi. Ni kama kila mtu utaona ni kama vile anakora kwamba hufai kufanya hiyo huduma, kwa sababu tayari ule ujasiri unaondoka ndani yako. Dhambi ni aibu, inaondoa ujasiri, inaondoa nguvu ya Bwana, inaondoa upako wa Bwana, inaondoa vipawa na karama. Ndio maana tunahitaji kukimbia dhambi. Adamu na Eva walipoitenda ile dhambi, Biblia inasema
wakatimua, wakakimbia, wakaenda kujificha ili Bwana siwaone, wakaondoa yale mawasiliano, ile hali ya ule urafiki wa wao na Mungu kaondoka. Dhambi inaondoa urafiki kati yako wewe na Bwana. Yesu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini jambo la pili katika dhambi, madhara ya dhambi katika jambo la pili, dhambi inakutenga na Mungu, halafu inakufanya uingie katika jehanamu ya milele. Dhambi inakufanya uingie katika jehanamu ya milele. Katika kile kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23 inasema, Warumi 6 mstari wa 23, lakini sasa mkisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kuwafanywa watumwa wa Mungu, nayo faida yenu ndiyo utakaswa. Warumi sura ya 6:23. Warumi 6:23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele, katika Kristo Yesu Bwana wetu. Yesu. Sikiliza, madhara ya dhambi ni pamoja na hukumu ya milele, na ndiyo maana tunahitaji tusifungwe na dhambi ya aina yoyote. Haleluya. Amen. Tayari walipotenda dhambi, utaona hapo tayari yale mahusiano ya Adamu na Eva na Mungu yakafa, yakafifia, yakakosa mahusiano mazuri, yale mahusiano yakaisha. Tayari utaona tayari Adamu na Eva wakajificha, maana tayari wakawa wako uchi. Nataka nikwambie, dhambi na kufanya kuwa uchi. Hata kama unatembea barabarani unaonekana umevaa, lakini ile dhambi itakufanya kuonekana kwamba uko uchi, hujavaa, kwa sababu dhambi inatia aibu. Na hicho ndicho ambacho tayari kimefanyika. Na katika mstari huu ndipo sasa unaona yale mahusiano ya mwanadamu na Mungu yakatoka, kwa sababu Mungu alikuwa na tabia ya hapa mwanzo kila wakati kuzungumza na mwanadamu, Na mimi nataka nikuulize leo, mwisho umezungumza na Mungu lini? Maana kanuni ya Mungu ni kusema na mwanadamu, kanuni ya Mungu ni kuzungumza na mwanadamu. Na mimi nataka nikuulize jioni ya leo, lini umesema na Bwana? Lini umezungumza na Mungu? Lini Bwana amesema na wewe? Na ikiwa Mungu aseme na wewe, unahitaji utengeneze mahusiano kati yako wewe na Bwana. Unahitaji utengeneze mahusiano kati yako wewe na Bwana, kwa sababu kanuni ya Bwana, yeye kanuni yake ni kila wakati kusema na sisi, kila wakati kusema na sisi, maana sisi tu watoto wake. Amen. Haleluya. Amen. Lakini angalia, Adamu alipotenda ile dhambi, yale mahusiano yakawa yamekufa, yale mahusiano yakaisha. Yesu atusaidie. Amen. Katika ule mstari wa 8 mpaka wa 11 naomba usome. Inasema Mwanzo 3:8. Kisha wakasikia sauti ya Mungu ikitembea. Kisha wakasikia sauti ya Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha. Adamu na mkewe wakajificha. Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu asiwaone. Subiri hapo.
Bwana Mungu asifanye nini? Asiwaone. Mara nyingi tunaweza tukawa tunajidanganya kwamba nina uwezo wa kufanya chochote, nina uwezo wa kufanya dhambi yoyote na Mungu asinione. Utamficha mchungaji, utamficha nabii, utamficha mwalimu, utamficha askofu, lakini nataka nikwambie jioni ya leo, jicho la Bwana liko kila mahali. Amen. Jicho la Bwana halifichiki. Amen. Hata kama ufanye chini ya mawe, hata kama ufanye baharini, hata kama uende kwenye ghorofa, kazini ya ghorofa ya 15, yeye Bwana anakuchungulia na kuona. Maana jicho la Bwana linatazama kila eneo. Unajua, Adamu na Eva walifikiri Mungu hawaoni, wakadhania kwamba kwa sababu masaa yake ya kuja hayajafika kuja kuona, wanaweza kufanya lolote na wala Mungu asijue na wala Mungu asione. Lakini mimi nataka nikwambie sifa mojawapo ya Mungu, yeye ni Mungu anayejua yote. Sifa mojawapo ya Mungu, yeye ni Mungu aone kila eneo. Yeye ni Mungu aliyepo kila eneo kwa wakati wote. Amen. Hiyo ndiyo sifa ya Mungu. Usijifiche katika mazingira yako ya kujifaidisha katika kutenda dhambi, ukifikiri Mungu hakuoni, ukifikiri Mungu hayupo, ukifikiri Mungu hakutazami. Yeye ni Mungu aliye kila mahali. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu atusaidie sana. Amen. Sasa ndipo aliposikia sauti ya Bwana wakati Mungu anaenda kutazama ili wazungumze nao. Mahali alipowaacha akakuta hawapo. Yesu atusaidie sana. Mahali alipowaacha akakuta hawapo. Leo mahali ulipokuwa sipo ulipo. Huduma uliyokuwa nayo sio ulionayo leo. Ulivyokuwa unaomba sivyo unavyoomba leo. Ulivyokuwa unatoa sivyo unavyotoa leo, kwa sababu tayari roho yako imeshaingiwa na uasi. Roho ikiingia na uasi, hautayafanya yale uliyokuwa unayafanya mwanzo. Hautakuwa eneo lilokuwepo, utajikuta eneo lilokuwepo la baraka unaondoka. Na ndio maana nataka nikwambie, simama uwe imara eneo ambalo Mungu amekuweka ili umtumikie. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama umetikiswa namna gani, wewe simama na Bwana. Hata kama ndoa itajinua namna gani, wewe simama na Bwana. Lisimamie kusudi la Bwana hadi siku ya mwisho. Amen. Soma hapo 9 nasema, Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Ndio. Akasema, nani aliyekuambia kuwa uchi? Ndio. Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? Ndio. Adamu akasema, ndio. Huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami, ndio. Yeye aliyenipa matunda ya mti huu, ndio, nikala. Ndio. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, Bwana Mungu akamwambia yule mwanamke, nini hilo ulilolifanya? Nini hilo ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka linidanganya nikala. Ndio. Bwana Mungu akamwambia nyoka, ndio, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote, na kuliko ya wahani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda. Bwana Yesu atusaidie. Utakula siku zote maishani yako. Tosha. Sikiliza. Yesu atusaidie. Kila lolote unalolitenda lina mshahara wake. Na siku zote dhambi haijawahi kumuacha mtu salama.
Umeitenda wanakona, umeitenda waponi, lakini haiwezi kukuacha salama. Na siku zote nataka nikwambie, na kanuni ya Mungu, hata kama Mungu atakusamehe ile dhambi uliyoitenda, lakini kanuni yake utaitumikia ile dhambi. Gharama lazima uilipe. Ndio sasa shida ya dhambi, lazima ulipe gharama. Utatubu, utasamehewa, lakini gharama utalipa. Umefanya uovu wa uzinzi, umeenda kuzini, umepata HIV, utateseka na virusi vya HIV. Bwana anaweza akakuponya sikuponya, lakini atakusamehe dhambi, lakini bado virusi vitakusumbua. Utaenda kuiba, watakukata mkono, utakuwa kilema wa mkono, utakuja kanisani tutakuombea, lakini gharama ya kuishi na ulemavu utaitumikia. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapo. Amen. Yesu atusaidie sana. Amen. Unaona, tayari yeye Mungu aliposikia habari hiyo ikamuumiza sana. Alipoangalia, alipowaacha Adamu na Eva, yale mahusiano yaliyokuwepo kati yake na wao yakaona yameondoka, yeye Mungu akaumia sana. Yeye Mungu akaumia sana. Yeye Mungu akasikia maumivu ya hali ya juu. Yesu atusaidie sana. Na ndipo akauliza, ni nani aliyekwambia ule tunda hili? Na mimi nataka nikwambie, shida ya dhambi, hakuna aliyewahi kukubali dhambi. Hata kama mkuta anaitenda, atakwambia sio mimi, ni shetani. Sasa kama ni shetani, shetani alikushika mkono akakufuta akakupeleka gesti. Hakuna aliyewahi kukubali dhambi. Na tayari, kwa sababu mamlaka ilikuwa juu ya Adamu, na Adamu ndiye aliyeanza kuulizwa mambo ndani ya nyumba yakiharibika, mama akiyavuruga na watoto wakayavuruga, anayewajibika ni baba, kwa sababu ndio mwenye mamlaka. Na tayari, kwa sababu mwenye mamlaka ameyavuruga, ambaye ni Adamu, akaulizwa Adamu umefanya nini? Akasema Mungu, haki ya Mungu sio mimi, huyu mwanamke. Akasema mwanamke. Haya, akamuuliza wewe Eva, nini umefanya? Mpaka unayafanya mambo ya kusema mimi, hiyo nyoka. Unaona matatizo ya dhambi? Dhambi ni mbaya kupita kawaida, lakini nyoka, kwa sababu alikuwa hawezi kuongea, ile hukumu yote kaangukia yeye. Hawa wengine wakabaki wanapata madhara ya kutumikia ile dhambi. Na hapa sasa ndio tunaelekea mwishoni kuangalia nini maana ya Pasaka. Pasaka ni nani? Imeanzia wapi? Hapa ndio tunakuja kupapata. Yesu atusaidie sana. Amen. Lakini jambo ambalo unapaswa kulizingatia, usijaribu kuacha Yesu kwa sababu ya vitu vinavyotamanika vya hapa duniani. Hilo ni jambo la kuangazia. Lizingatie jambo hilo, ni jambo la msingi sana. Usijaribu, usithubutu kumwacha Yesu kwa sababu ya vitu vinavyotamanika vya dunia hii. Watu wengi wamemwacha Yesu. Watu wengi wamerudi katika dhambi. Watu wengi wameacha huduma zao kwa sababu ya vitu vinavyotamanika, vitu vya ulimwengu huu. Lakini nataka niwaambie katika jioni ya leo, jambo ambalo unapaswa kulijua katika kusherehekea Pasaka hii, katika lile alifanya Yesu Kristo
pale msalabani hakumkomba mwanadamu, ni kwamba mwanadamu sisi ni wapitaji. Haijalishi ni mambo gani yanayoonekana kwenye dunia, yana starehe gani, yana uzuri gani, lakini Yesu ni wa kwanza. Tusimwache Yesu kwa jambo lolote. Kabisa tujue wakati umekaribia, wakati umekaribia. Yesu Kristo aweza kulichukua kanisa lake. Amen. Usimwache Yesu kwa jambo lolote la vitu vinavyoharibika. Adamu na Eva wakamkosea Mungu kwa tamaa ya macho. Walipoviona vitu katika macho, wakajua hapa ndo tumefika, hapa ndo tunatajirika, hapa ndo tunafika viwango vikubwa, hapa ndipo tunaenda kuwa na heshima, hapa ndipo Mungu atatupigia saruti. Lakini kumbe wanaenda kukosana na Bwana, kumbe wanaenda kukosa mahusiano na Bwana, wanaenda kukosa urafiki na Bwana, wanaenda kutengwa na Bwana. Lakini nataka nikwambie, usitengwe na jambo lolote. Ndio maana Paulo anasema, ni jambo gani la kulitenga na Bwana? Alipoangalia mambo yote ya hii dunia, akasema upendo wa Yesu nazidi vitu vyote. Hakuna kinachoweza kunitenga na uso wa Bwana. Na Yesu atubariki. Tusimame kanisa la Bwana. Namba 12 katika nyimbo za wokovu.